Haya ni mateso dhahiri ameweka kuwafinya watu wa Lamu, na sisi kwa hilo hatutakubali, na tuambia serikali sisi ile barabara tutaifungua kutetea haki za watu wa Lamu, kwa sababu na sisi pia tutetea haki zetu. Naam, ndugu zangu watazamaji wapendwa, kama mnavyoona tuko kwa ofisi ya Muhuri hapa, na tumekuja hapa kwa ajili ya kuja kuisikia ofisi hii inazungumzia nini kuhusu swala zima la kafyu katika barabara ya Lamu au katika mji wa Lamu. Lakini pia tuko na baraza la wanati wa Lamu, na kwa mbali pale namuona ndugu yetu Khelefu pamoja na ndugu yetu Sultan Sharif. Poleni kwa katiza mazungumzo. Labda waweza kutuelezea umuhimu wa kufunguliwa hii kafyu katika barabara ya Lamu? Wajua kwetu sisi huu ni uonevu hadhar kabisa. Hakuna jambo lolote ambalo liweza kutuambia ili tusiangalie katika maudhui haya. Hii kafyu sasa mambo kidogo yametulia, lakini ukitazama siku za nyuma passengers ambao wanatoka Mombasa au wanatoka kule barabarani walikuwa kiteswa sana na security sana. Wengine wanashushwa, wengine wanaambiwa pige magoti. Kuna mambo mengi yametendeka na hatujui kwa nini mambo yale yanafanya kwa dhamira gani. Kwa hivyo hizi kafyu ambazo wanaziweka kutoka saa 12 jioni mpaka saa 1 asubuhi kwa sheria ni makosa, na hii lazima wazifungue kwa sababu waharibu uchumi wa nchi. Wao wataka kukuza wa tourism, haiwezi. Jambo jingine wanataka kufungua Lamu Port Lapset ambao magari yote yatapita barabara ile ile. Kwa hivyo haingia kilini haya mambo yanayofanya. Na jambo jingine tuwauliza, miaka yote hii ambao wameweka hizi roadblocks, Al-Shabaab gani ambaye ameshikwa kuwa ni Al-Shabaab akapelekwa kotini na kisha akafungwa kwa ugaidi? Mmoja watutajie. Haya ni mateso dhahiri ameweka kuwafinya watu wa Lamu, na sisi kwa hilo hatutakubali, na tuambia serikali sisi ile barabara tutaifungua. Kiwa watatutia ndani, watutie ndani, lakini tutaifungua kwa haki, kutetea haki za watu wa Lamu, na tutasimama kidete na hatutakubali. Na kitu ambacho naangazia barabara kufungwa sasa takriban sasa ni miaka 20 plus, na hiyo yote ni kulenga jamii fulani wahifadhike, na hakuna Al-Shabaab. Hizi ni propaganda tu za hiyo za jamii kuleta propaganda. Lakini naambia serikali na ndugu yangu Murkomen, fungua barabara, hii ni wakati wako. Nawe leo utaweka katika historia wewe ndio ulifungua barabara. Murkomen, utakuwa katika kitabu cha historia kwa ulifungua barabara ya watu wa Lamu wa kuombe Mungu. Sababu hakuna mambo hii Al-Shabaab, ni mambo tu yamepakizwa tu, ni propaganda za kijamii. Kwa hivyo sisi kama jamii tumeweza kudhalilika sasa, miaka 20 tumedhalilika kwa sababu hii barabara. Leo uchumi wetu tumedhalilika kwa uchumi kiasi kikubwa sana. Leo wapata mgonjwa usiku wa manane huwezi kumpitisha. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu barabara kufungwa. Kwa hivyo naomba Bwana Murkomen, wakati ni wako, fungua barabara. Sisi tuko pamoja na wewe. Na pia hapa tuko na Ustadh Khatabu hapa, labda waweza kutuelezea athari ya hii ambayo wewe umeiona ya hii kafyu barabara kufungwa? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hakika mambo kama haya ambayo kwamba yanaendelea kwa muda mrefu ni mambo yametutia dhiki sana kwa mji wetu wa Lamu na maeneo yote yale ambayo kwamba ya Lamu. Mambo mengi sana yameharibika, mpaka imekuwa watu pia wana hofu kusafiri, na ni watu hawana wasiwasi, lakini dhiki zile za barabarani, panda shuka, watu ambao ni wagonjwa, mamama, vijana. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba tuomba serikali itufikirie, kama kwa manake imekuwa ile Lamu ni boda, imekuwa kama ni
sehemu nyingine, si katika miji ya Kenya, yani kama kwamba wavuka boda. Kwa hakika uchunguzi au security ni muhimu kwetu sisi pia, lakini si haya ambayo kwamba yanafanywa, yani kuteremsha watu magarini, kwa watu hawana raha katika safari zao. Kwa hivyo tuwaomba serikali mambo kama haya yaondoshe, wafanye yani upelelezi wao, kwa mambo ndia ni nyingi sana za kufanya upelelezi, lakini si hii kudhalilisha watu. Hii kudhalilisha watu. Kwa hivyo udhalifu kama huu tuwaomba uondoke, uende mwisho sasa hivi. Yaharibu jina la serikali, yaharibu jina la viongozi ambao kwamba wao waonekana kama kwamba na wao pia wa support. Kumbe wao pia hawapendi, lakini mambo yaendelea. Kwa nini yaendelee namna hii? Kama kwa manake Lamu peke yake ndio mji ambao kwamba yani uko tofauti na miji mingine. Mara pengine utakwenda kwa raha, utafurahika. Ukia uenda wa Lamu, uenda kwa dhiki. Kwa hivyo ni jambo tuwasikitika sana na tuwaudhika sana kwa udhalifu kama huu. Tuomba uondoke inshallah taala. Shukran. Afwan, barakallahu fik. Basi ni Ustadh Khattab ambaye yeye pia ni mmoja katika wazaliwa wa Lamu, na mimi pia ni mmoja katika wazaliwa wa Lamu, na nami napenda kuchukua fursa hii kuiomba serikali ituondolee hiyo curfew, na pia ituwekee ulinzi wa kuweza kuilinda Lamu yetu yote iwe chini ya amani, kwa sababu hakuna kitu kama amani. Hakuna kitu kama amani. Kwa hivyo tutafurahi sana iwapo viongozi wataweza kulisikia hili na wataweza kulitekeleza hili. Litufungulie curfew. Hata mimi mara nyingine pia safari zangu ni za usiku, mara nyingine unachelewa, basi ili tuweze kupita kwa amani, na pia ulinzi uwe imara, ili wale maadui wasiweze kuja kuharibu kaunti yetu ya Lamu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.